Sehemu ya 71. Tunaendelea pale tulipoishia. Mdogo wa meneja, baada ya kuamka, alijikuta yuko nyumbani kwa Jonas. Alitazama mazingira kwa mshangao, akihisi kuchanganyikiwa kwa muda. Jonas alimkaribia na kwa sauti ya utulivu akamwambia, tatizo kubwa ni kwamba daktari amesema una upungufu wa damu mwilini. Kama utakuwa uko vizuri basi twende hospitali muda huu. Mdogo wa meneja alimkazia macho Jonas, akitafakari yote aliyoyafanya kwa ajili yake. Alianza kumuona kuwa ni mtu mwenye upendo wa kweli. Kwa sauti ya shukrani, akasema, asante sana Jonas kwa msaada wako, na kwa yote uliofanya. Nimeona upendo wa kweli kutoka kwako. Hata hapa uliponisaidia, nashukuru sana. Lakini naomba nirudi nyumbani. Hospitali nitaenda hata kesho. Jonas alitabasamu na kujibu, sawa, hakuna shida. Hizi hapa pesa, zitakusaidia kwa mahitaji yako ya msingi. Wakati huo huo, meneja alikuwa amefika magereza. Alikaa kwenye chumba cha mazungumzo na Suzy. Waliangaliana kwa sekunde kadhaa kabla meneja kuanza. Habari yako Suzy, unaendeleaje? Suzy alijibu kwa sauti dhaifu, naendelea vizuri, japo napitia wakati mgumu sana. Sijazoea haya mazingira ya gereza, na mara nyingi huwa kwenye msongo wa mawazo. Naumia nikifikiria nini kinaendelea huko nje. Meneja alimsogelea kwa macho ya huruma, akasema, pole sana Suzy, lakini naomba uendelee kuvumilia. Tulipeleka kesi mahakamani, lakini ilisogezwa mbele. Tumepewa tarehe nyingine ya kusikilizwa, lakini siku si nyingi. Naamini tutashinda na tutakutoa hapa. Suzy alitazama chini, kisha kwa sauti ya hisia akasema, sawa, lakini hukunitolea jibu langu lile siku. Nilikuambia nakupenda, na kila nilichofanya kwenye kesi ya Ghati nilifanya kwa ajili yako, na kuhitaji uwe mpenzi wangu. Ikibidi nikitoka huku tuanzishe familia, na maanisha unioe. Naomba unikubalie meneja. Kimya kilitawala. Meneja alibaki katika mshangao, macho yakimtazama Suzy kwa huruma. Hatimaye akasema kwa sauti ya taratibu, usijali Suzy, najua wewe ni mwanamke mzuri sana, mwenye moyo wa kipekee. Siwezi kukataa hisia zako, lakini ukweli ni kwamba tayari nina mpenzi. Machozi yalibubujika kutoka machoni mwa Suzy. Kabla hajazungumza zaidi, askari alifika na kusema, muda umeisha. Akamchukua Suzy na kuondoka naye. Meneja alitoka magereza akiwa na mawazo mengi. Alifika katika mgahawa mmoja na kuketi peke yake. Alipiga uso wake kwa mikono, akikumbuka jinsi Suzy alivyojitolea kusaidia kwenye kesi ya Ghaliti. Yote alifanya kwa sababu ya mapenzi. Aliwaza kwa uchungu, kwa nini niumize moyo wake? Hii ni dhambi kweli? Ghafla simu yake iliita. Ilikuwa ni mdogo wake. Alipokea kwa haraka. Ulikuwa wapi wewe? Mbona ulikuwa hupatikani? Mdogo wake alijibu kwa sauti ya furaha, kaka, nilikuwa kwa mpenzi wangu mtarajiwa. Meneja alijibu kwa ukali, sitaki kujua hayo, niambie kama umefanya kazi tuliyokutuma. Mdogo wake alijibu kwa aibu, hapana, nilishindwa. Walinizuia nisiingie kwenye zile ofisi, tayari wanajua mimi ni ndugu yako. Meneja akavuta pumzi kwa kina. Sawa, alijibu na kukata simu. Kisha alirudi nyumbani akiwa kimya. Mdogo wa meneja akiwa nyumbani kwake, alikaa kimya kitandani. Alikumbuka maneno ya Jonas, jinsi alivyompa msaada bila masharti. Alitabasamu taratibu, kisha akasema kwa moyo wa shukrani, huenda Mungu ameniletea mwanaume wa maisha yangu. Itaendelea. Hakikisha umenifollow ili kupata mwendelezo wa hadithi hizi. Kwa wale watakaohitaji hadithi nzima, bonyeza subscription hapo kwenye bio yangu. Asante sana kwa kutazama.